imani Bwana, tuongeze imani. Karibu usikilize dondoo maalum za ujumbe wa Kwaresma mwaka 2025, tukiiangazia sura ya 4, mwaliko wa ujumla wa kusimama imara katika imani. Kuishuhudia imani. Kuna uhusiano mkubwa kati ya fadhila 3 kuu za kimungu: imani, matumaini na mapendo. Katika kuziishi fadhila hizi hatuna budi kutambua kwamba fadhila hizi haziachani. Imani inakuwa pale inapotiwa katika maisha kama uzoefu wa upendo uliopokelewa, na pale unaposhirikishwa kwa wengine kama uzoefu wa neema na furaha. Inatufanya kuzaa matunda kwa sababu inapanua ndani ya mioyo yetu matumaini na kutuwezesha kuwa na ushuhuda ulio hai. Hakika inafungua mioyo na akili za wale wanaosikiliza na kuitikia mwaliko wa Bwana wa kushikilia neno lake na kuwa wafuasi wake. Imani pia inajenga matumaini, na matumaini ni dhihirisho la kile tunachokiamini. Kwa hiyo mwaka huu wa jubilei unatualika katika kukua na kuziishi fadhila hizi za kimungu kama mahujaji walio na matumaini. Nuru ya imani imewekwa kwa uthabiti katika huduma ya haki, sheria na amani. Imani inatokana na upendo wa Mungu, ambapo maana ya thamani ya maisha yetu huwa dhahiri. Maisha yetu yanaangazwa kiasi kwamba yanaingia katika nafasi 3 za Mungu zilizofumbuliwa kwetu kwa upendo huo. Nuru ya imani ina uwezo wa kuimarisha utajiri na mahusiano ya kibinadamu na kuboresha maisha ya pamoja. Simameni imara katika imani. Ujumbe huu wa Kwaresma umeletwa kwako na Radio Maria Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC. Tuongeze imani Bwana.